Manake siku Mungu alipotamka utakuwa Israel, DNA yake ilifanywa resetting. Umeelewa? Ule uongo na utapeli na usanii uliokuwa kwenye DNA ukaondoka, ilifanywa resetting. So unapotamka kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, maombi itakao kuongoza, kuna vitu vitafanywa resetting. Hata jina lako litaanza kuonekana tofauti. My prophesy to somebody here. Na mtabiria mtu hapa, jina lako, unajua jina lako, sema jina lako. Hivi unajua jina lako sio wanadamu tu wanalijua. Umewahi kujua hilo? Mpaka ardhi inalijua jina lako. Ndio maana unaweza ukaenda Marekani, ardhi ya Marekani ikawasiliana na ardhi ya Tanzania, ikaambiwa huyo tulimkataa. Ningekuwa na muda ningekupa shuhuda. Wengine waliwahi kumsikia mtumishi mmoja pale Arusha anaitwa Bismarck, ambaye alikwenda nchi nyingi za Ulaya, kila akienda vitu vinaharibika. Yaani anaenda akikusanya vitu vya kuleta Afrika vinaibiwa. Na siku moja akarudishwa amevaa pesi na malapa. Ushakujiuliza unashuka airport na pesi na malapa, umefukuzwa una kitu. Unaona? Mpaka aliposhughulika na vitu ambavyo viko kwenye system yake. Anasema baada ya kumlilia Mungu sana, siku moja Mungu akamwambia nenda muulize mama yako. Akaenda kwa mama yake akamwambia, mama, naomba utuambie kwa nini uko wetu na matatizo namna hii? Kwa nini hakuna mtu anafanikiwa? Wote ni wapiga viatu rangi, wote ni wabeba magunia sokoni. Nimeenda Ulaya haijasaidia, nimerudi kuja mkuu wa mpiga viatu rangi. Mama yake akamwambia, ukoo wetu, mababu zetu walikuwa matajiri sana, lakini walikuwa wapati watoto. Kwa wakaenda kwa mganga akamwambia babu wa babu. Mama anamwambia historia aliyoambiwa. Babu wa babu akamwambia kwamba, akaambia yule mganga, sasa to exchange, mpate watoto lakini mpoteze mali. Kwa sababu yule baba alikuwa tajiri wa dhahabu na nini, ndio alikuwa anamiliki hiyo Ashanti Gold na nini. Akasema sawa, kwa sababu mganga alimwambia, lakini tatizo umaskini hautaanza na wewe, utakuja kuanza na wajukuu wako. Kwa hiyo akaona hamna shida, si ndio? Akakubali. Ile chip ikawekwa ndani ya system ya babu. Lakini ile chip inasoma. Ikitoka kwenye damu anazaliwa inasoma kwamba baada ya mjukuu ianze umaskini. Sasa wajukuu wanazaliwa, wanaendelea kuzaliwa, wana fight, hamna kitu kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna kwenye DNA kuna chip inasoma kwamba hawa, hiyo chip iondoke leo kwa jina la Yesu. Nasema hiyo chip iwe destroyed leo kwa jina la Yesu. Let that chip be destroyed in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Kila chip ya kuzimu leo iwake moto kwa jina la Yesu. Yes. Sasa ninachotaka ujue hapa ni nini? Ninachotaka ujue hapa ni kwamba Mungu alipokuwa anabadilisha majina, ilikuwa haini tu issue ya majina. Ilikuwa jina lina nguvu kwenye kila kitu. Umeelewa? Jina lina nguvu kwenye kila kitu. Mpaka ardhi inajuaga jina la watu. Ndio maana Esau, kakake na Abeli alikuwa anaitwa Kaini, sio? Kaini akamwambia Mungu, leo umenifukuza juu ya nchi ya uso wa nchi. Amefukuzwa juu ya uso wa nchi ya namna gani? Manake nchi, the land from today will reject me. Nchi ardhi itanikataa. Kwa hiyo ardhi huwa inatujua. Yaani najua kabisa kwamba huyu Manase alime anavyolima, lakini huyu kuna kumbukumbu zake, kuna ripoti yake. Lakini habari njema kwa sisi watu tuliokoka ni nini? Tumepewa mamlaka. Tunaweza kununua hayo vitu. Sema amina. Sema amina. Sasa tumalizie alafu tuanze kuomba, sio? Kwa nini sasa leo nakushirikisha tena meza ya Bwana? Mambo ya Walawi 17:11 anasema, nami nimewapa hiyo damu, anasema juu ya madhabahu. Tulikuwa tunaongea lugha ya Agano Jipya, tungesema nami nimewapa hiyo damu juu ya msalaba. Msalaba ni madhabahu ya Mungu. Unaweza kusema mchungaji, umejuaje? Hakuna sadaka kwenye Agano la Kale
ambayo ilikuwa inatolewa nje ya madhabahu. Ni kweli au sio kweli? Kila aliyetaka kutoa dhabihu alitengeneza madhabahu kwanza, si ndio? Naelewa hiyo, ni kweli au sio kweli? Hata ulimwengu wa giza. Ndio maana wale manabii wa Baali walijenga madhabahu yao, wakaita mungu wao. Kitu alichokosea kumwambia Elia aondoke kidogo, maana angeondoka sasa, angeondoka na mungu wake, kwa sababu hakuna namna mungu wao angekuja wakati kuna mungu mkubwa pale, si ndio? Sasa Elia ilipofika zamu yake, Biblia inasemaje? Akajenga madhabahu ya Israeli iliyookoka, which means kwa miaka hii 3.5 ilikuwa hakuna madhabahu, manake ilikuwa hakuna sadaka. Sawa. So hakuna sadaka bila madhabahu. Ndio maana kwenye Agano Jipya unaweza ukampelekea mtu sadaka yako kama unaamini huyo mtu ni madhabahu ya Mungu. Hello? Sawa, ni sawa? Imeleka kwa mtu kama unaamini ni madhabahu, lakini siamini mtu aliyeokoka yuko hapa atapeleka hela kwa mganga. Yuko hapa alipeleka juzi mambo yakaribika, akaja nikaibiwa hela, alafu akapeleka. Nikamuuliza ulipeleka mganga shilingi ngapi? Akaniambia 3,000. Nikamwambia sadaka unatoa shilingi ngapi? Hata 2,000 si kama anatoa. Nikasema ndiso. Hivi unajua kuna watu ukiombea unawadanganya, maana hata upako wa maombi haupo. Umeshataka kumwombea mtu kasikia huko ndani nakataa. Hivi unamwombea nini? Okay, mtu amekosana na Yesu, unamwombea nini? Kwani unaweza ukampa kitu? Apatane tu na Yesu. Mtu kaibia 50,000, yaani kuna watu wajinga, alafu wamekole. Hello? Ngoja nikwambie, kama kuna makosa unafanya, usije fanya kosa na kupeleka hela yako kwa mganga. Usije ukajaribu. Au kwenye mizimu au kwenye matambiko. Ugomvi wake ni kubwa sana, ugomvi wa Mungu. Is the battle of God. Sawa. Sasa, nilichokuwa nasema ni kwamba kama Mungu alimtoa Yesu kuwa dhabihu. Wangapi wanafahamu Yesu alikuwa ni dhabihu? Biblia inasema alikuwa sadaka, alikuwa dhabihu. Lazima pale alipotolewa ilikuwa ni madhabahu. Kwa hiyo msalaba ni madhabahu ya Mungu. Ndio maana msalabani Yesu alilia, msalabani Yesu aliumia, kwa sababu juu ya madhabahu lazima kuwe na kilio. Sawa. Sasa anasema nami nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa sababu ya nafsi. Sasa sitaki kwenda huko, naenda kile kipengele kinachofuata. Anasema maana uhai wa mwili uko kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhai wa mwili uko kwenye nini? Kwenye damu. Sema uko kwenye damu. Sema uko kwenye damu. Sema uko kwenye damu. Kwa damu ya Yesu inaweza kubatilisha vitu kwenye DNA zao. Sawa. Inaweza kubadilisha vitu kwenye vina saba vyao. Niseme hivi, nafahamu kuna watu wanaelewa sawa, lakini niseme hivi. Unajua kuna aina sasa hivi ya kisayansi ya tiba. Umeshasikia watu wakijadili zingine hata bungeni, ambazo hizo tiba wanaenda kutibu kwenye DNA. Sasa kumekuwa na maswali ya kisayansi. Kama unapeleka tiba kwenye DNA, so ukigusa DNA ya mtu una uwezo wa kumbadilisha, yaani akawa mtu lakini kama mbwa. Hello? Ndio maana tiba yoyote au kinga yoyote, inaitwa nini? Chanjo yoyote au chakula yoyote kama hizi unazofight zinaitwa GMO seeds, kama unaweza kusikia, ambazo kila kitu ambacho kinaenda kwenye DNA kina uwezekano wa kukubadilisha kuwa mtu mwingine, kiumbe kingine kabisa, kwa sababu formation yako, mfumo wako unaokufanya uwe wewe uko kwenye DNA zako.
lakini damu ya Yesu inaweza kwenda kubadilisha vitu vikawa bora zaidi. Sema amina. Sema amina. Kama umenisikia, simama kwa miguu yako. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Siku ya leo. Oh, thank you Jesus. Inua mikono yako juu, mwambie Yesu asante. Yesu asante kwa sababu unaenda kubadilisha mfumo wangu. Unaenda kubadilisha mfumo wangu kwa damu yako. Unaenda kubadilisha mfumo wangu. Unaenda kubadilisha mfumo wangu. Kuna vitu vinaenda kubadilika. Kuna program inaenda kuondolewa kwenye vinasaba vyangu. Kuna program inaenda kupangiliwa upya. Kuna program inaenda kuwekwa upya. Inaenda kuwekwa upya. Inaenda kuwekwa upya. Inaenda kuwekwa upya. Kuna program inaenda kuwekwa upya. Inaenda kuwekwa upya. Inaenda kuwekwa upya. Inaenda kuwekwa upya. Katika jina la Yesu sema amen. Nataka uamini kwamba kwa maombi ya machache tunaenda kuomba na kwa meza ya Bwana kuna programu itafanyika ndani yako. Yes, Mungu anafanya. I'm telling you, Mungu anaweza fanya kitu. Nilikwambia jana, Mungu anatenda kulingana na unavyomuona. Sawa sawa Unaona Mungu anamwambia Musa, umeshakuuliza Nuhu alitengenezaje meli? Lazima kuna vitu vingi Mungu alichimbia ndani yake. Kuna sayansi Mungu alichimbia ndani yake. Wengine wanasoma kutengeneza meli, Nuhu hakusoma. Umeshajiuliza wakati Musa Mungu anamwambia watengeneze hema, hakuna hata mtu mmoja alikuwa anajua kutengeneza hema. Mungu anamwambia nimeweka roho ya ubunifu kwa Bezaleli. Maana kuna vitu Mungu aliinsert. Nikisema ameinsert, Kiswahili chake nini? Kuna vitu Mungu aliwekeza saa zile kwa sababu yaani kuna vitu Mungu anaweza akawekeza na kuna vitu Mungu anaweza akatoa. Kabisa Mungu anaweza akatoa. Umeshajiuliza mtu ambaye ni kichaa wa kurithi anakuaje mzima? Kichaa wa kurithi sio kupelekwa Mirembe, haitasaidia. Huyo sio kichaa wa madawa ya kulevya. Ni kichaa wa kimfumo. Sasa lazima tu Mungu achomoe vitu alafu ainsert vitu fulani ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo vinawezekana hivi vitu ukiviangalia namna hiyo, kuna vitu Roho Mtakatifu atainsert ndani yako leo. Kuna vitu atavipandikiza ndani yako leo. Wapendo, mnanielewa? Hivi vitu ni halisi. Watu sio wanapandikizwa figo. Hello? Watu wanapandikizwa vitu wasizae, si ndio? Watu wanapandikizwa vitu wanazaa. Watu wanapandikizwa hivi vitu wametoa wapi? Maana viko kwenye ulimwengu wa roho. Shetani anaweza kupandikiza vitu. Na Yesu anasema, it's okay. Kama kuna vitu vimepandikizwa ambao sio baba yangu, unaweza kuving'oa. Kama uvitaki unaweza kuving'oa. Vitu vinaweza kupandikizwa. Kuna wamama wanalitaka watoto wao. Watoto wana matatizo, sema matatizo ya kwa babu yao. Ya kwa babu is there. Vimekuwa inserted automatic. Kwa hiyo unapoenda kudili na hivi vitu, lazima uwe na ufahamu kwamba vinaondoka. Kama uko tayari, sema niko tayari. Sema niko tayari. Sema niko tayari. Sema kwa jina la Yesu. Niko tayari kubadilisha utambulisho wangu, utambulisho wa vinasaba vyangu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye mfumo wangu, katika jina la Yesu. Nasikia Bwana nikaza kitu ananiambia, unaweza ukawa unaitwa John. Sawa? John si jina baya. Lakini unaweza ukawa ni John ambaye yuko kwenye mfumo wa kishetani. Unaweza ukachange huyo John akawa kwenye mfumo wa kimungu. Kama naongea na mtu sema amen. Hello, unaweza ukawa Manase ambaye yuko kwenye mfumo ambao shetani ameuprogram. Lakini nikabaki kuwa Manase unayeniita, lakini kwenye ulimwengu wa roho nikachomoa hizo fuse. Umeelewa? Nikachomoa hizo. Pakawa na changing na mabadiliko. Kama unanielewa sema amen. Sema katika jina la Yesu. Ninasimama sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, nikiwa na akili timamu. Ninabatilisha mahusiano yangu ya kiukoo, ya kifamilia kwa
jina la Yesu ninabatilisha